Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya leo nimependelea kuja na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza nikisema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. Amma baada ya kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu alijalia tupo kwenye mwezi mzuri, mwezi mtukufu, mwezi Ramadhani. Mwezi huu ni mwezi mkubwa sana, na pia vile vile una mambo mengi. Katika miongoni mwa mwezi Ramadhani kuna sehemu imefikia hatua wanachuoni wameita shahrul ihsani, mwezi wa wema, mwezi wa kukithirisha mazuri. Na mimi nikasema leo nije na zawadi yangu, zawadi ya baadhi ya ndugu zangu wanaoteseka na masuala vipigo vya uchawi. Nikasema nije na jina ambalo unaweza ukasomewa au we mwenyewe ukafanya. Jina hili ni jina la Mwenyezi Mungu, linasema ya Latifu. Ya Latifu. Kwa siku ya leo nikasema nje na idadi na maelekezo ya jina hili, kwamba yoyote ambayo ameguswa na madhara ya sihiri basi anaweza akajifanyia mwenyewe au akasomewa. Yani akaita watu wakamzunguka wakaanza kusoma hilo jina, kila mmoja kwa nia yake ya kumwombea msaada kwa Mwenyezi Mungu aweze kusabaratisha hayo machawi. Sasa njia ikoje? Njia ni hii, unapaswa jina hili kulisoma. Tachukua udhu wako, utakaa kwenye eneo husika, kisha baada ya hapo utaanza kumswalia, utaanza kufanya istighfari mara 100. Kisha utasoma salatu ala nabi, yani kumswalia bwana mtume, yani Allahumma salli ala Muhammad. Utakaishia tu hivyo, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kasoma namna kama hiyo mara 100. Kisha ukasoma la ilaha illa Allah mara 100. Kisha ukaanza kusoma jina hili ya Latif, 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 ya Latif. Ukitimiza 1000 unatia nia, ukiwa na bani wako, bani mushtaka, jawi, maka na saifrola kama unayo, weka hapo unasoma. Utasoma mara 4444. Utadumu hivyo ndani ya siku 7. Kisha utaangalia ndoto zako zinasemaje. Kazi yako utasoma, kisha baada ya hapo ukimaliza utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kustaka rehema na amani kwa mtume wetu Muhammad salama na kwa maswahaba. Na kama una ndugu zako, jamaa, marafiki unafahamu tawala mbele ya haki, utasoma Ikhlasi 11 kama zawadi kwao. Kisha baada ya hapo utadumu hivyo ndani ya siku 7 kwa mpangilio huo nilioelekeza mimi. Kama kuna sehemu utakuwa bado hujaelewa, ndugu yangu, naomba ujitahidi uweze kuniangalizia hapa kwenye komenti kuwa mimi sijaelewa sehemu fulani. Ukiuliza hapo majibu utayapata. Na vile vile kama itakuwa yupo mtu anajua kukuandikia, basi atakuandikia Ikhlasi Falaki 7 ndio maji yako ya kunywa hayo. Basi shughuli imekwisha. Utadumu hivyo, utaangalia ndoto zinasemaje. Ndoto kama uchawi unateketea, ndoto zitasema. Kama umeondoka, ndoto zitasema. Ndoto sijazungumzia somo la ndoto bado.
Ndoto ni sehemu ya mlango mawasiliano kati ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii lazima watu ndio waielewe. Kwa hiyo nadhani somo limeishia hapo. Ikimalizika somo sio mwisho wa vipindi, bali ndiyo mwanzo wa kuandaa vipindi vingine. Naomba ushare na usubscribe ili chochote kinachopostiwa katika akaunti yetu, channel yetu, wewe utakuwa ni mtu wa kwanza. Inakuwa ni bora uweze kujifunza silaha. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.